Saa hii tunapangiwa goons pale Homa Bay. Tunaenda on Sunday. Mjipange. Mkutane na sisi. Hatujaanza siasa sisi. Wamefanya mkutano mpaka saa 7 usiku. Na hiyo mkutano wanasema ya kwamba goons wakuje wa attack watu wetu. Baada ya Christmas, kuanzia tarehe 2 next year, ndio utajua ujui. Mimi naenda kuwa governor one term 2030. Je, ni kweli kwamba kampeni za mwaka 2027 bado hazijaanza Kenya, au kuna kitu kinaendelea chini ya maji ambacho wanasiasa wenyewe hawataki Wakenya wakione mapema? Kwa sababu wakati Babu Owino akitoa tahadhari kuhusu kile anachodai ni mpango wa kuvuruga au kushambulia Linda Mwananchi huko Homa Bay Jumapili hii, Oscar Sudi naye anasema jambo tofauti kabisa, kwamba wao kama serikali bado hawajaanza kampeni na opposition inapaswa kuweka mambo yao sawa kabla wao hawajaanza kazi mwaka ujao. Lakini subiri, kwa nini basi tunasikia kuhusu Linda Mwananchi, Gachagua, one term 2032 na kampeni za mwaka 2027? Leo hapa Mizuka Media tunaunganisha vipande hivi vyote vitano ili tuone kinachoendelea nyuma ya hizi kauli mbili zinazopingana, na mwisho wa video hii nitakuuliza swali moja muhimu. Je, ground tayari imeanza kusoma 2027 au wanasiasa wanakimbia mbele ya wakati? Wakenya, hii si story ya Babu Owino pekee na pia si story ya Oscar Sudi pekee. Ni story kuhusu jinsi joto la kisiasa linavyozidi kupanda wakati viongozi mbalimbali wanaanza kuweka misimamo yao hadharani. Linda Mwananchi imekuwa ikifanya political mobilization katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku siasa za opposition na possible alliances za 2027 zikiendelea kujadiliwa. Na sasa spotlight imeelekezwa Homa Bay, kwa hiyo tuanze na kauli ambayo imefanya watu wengi waanze kuuliza nini kinaendelea Homa Bay. Katika mahojiano ya radio, Babu Owino alitoa madai mazito. Kwa mujibu wa Babu, viongozi wanaounga mkono upande wa serikali wakiongozwa na uongozi wa Homa Bay walikuwa wamefanya mkutano wa muda mrefu masaa ya usiku, na madai yake ni kwamba walikuwa wamepanga watu kwenda kuvuruga au kushambulia mkutano wa Linda Mwananchi unaotarajiwa kufanyika Homa Bay Jumapili hii. Haya ni madai ya Babu Owino na ni muhimu sana kuyaweka hivyo. Hatusemi kwamba mpango huo umethibitishwa, tunachofanya ni kuangalia kauli yenyewe kwa sababu imetolewa hadharani na sasa imefungua mjadala mkubwa. Swali kubwa ni je, kama huu ni mkutano wa kisiasa tu, kwa nini tayari kuna hofu kuhusu usalama na possible confrontation? Saa hii tunapangiwa goons pale Homa Bay. Tunaenda on Sunday. Jana usiku governor wa Homa Bay pamoja na governor wa Migori pamoja na MCA anaitwa Ogindo pamoja na Peter Kaluma MP wa Homa Bay wamefanya mkutano mpaka saa 7 usiku. Na hiyo mkutano wanasema ya kwamba goons wakuje wa attack watu wetu. Wacha nikuulize Gidi, tukienda Homa Bay tunaenda kuongelesha watu wa Homa Bay ambayo governor ni governor wa kila mtu, si ni kweli? Kaluma ni MP wa Homa Bay Town, ni MP wa kila mtu, wale ambao walimchagua na wale ambao hawakuwachagua. Kama wewe ni leader pale, sisi hatuendi kubeba Homa Bay kwa mgongo wetu tunarudi nayo Nairobi. Tunaongelesha watu wa Homa Bay, tunawacha Homa Bay hapo tukirudi huko. Ruto alipokuwa kikampeni 2022 alikuwa na campaign against Raila Amolo Odinga. Ruto alienda Homa Bay, hakufukuzwa, alienda kaomba kura yake akatoka. Na kama ile wakati ndio Wajaluo alikuwa anataka presidency na hawakuwahi fukuza Ruto, saizi hakuna Mjaluo anataka kuwa president kwa 2027. Mbona wewe kama governor wa Homa Bay, mbona unaweka goons waue tu watu wako ambao ni voters wako tena wa Homa Bay? Na nakwambia kwa hao goons wamepanga na venye walikuwa naongea Homa Bay kunaenda kuwa na bloodshed. Mimi nakwambia sahi, mimi nataka serikali, Inspector General Police, maafisa wa usalama wahakikisha ya kwamba kuna safety ya kila mwananchi Homa Bay County, kwa sababu hao watu wamepanga kukuja kuleta bloodbath na watu walikuwa nalipwa. Kesho tena wako na mikutano Homa Bay Town, wakitoka wanaingia stadium. Friday tena wako na mkutano, Saturday tena wako na mkutano, penye nafaa to land pale Kabunde Airstrip pia wanasema watakuwa na mkutano hapo kwa Airstrip. Sasa
Sasa na hapa ndipo Babu Owino anaongeza hoja nyingine. Babu anasema siasa ni kuhusu demokrasi. Kwa mtazamo wake, Mkenya ana haki ya kuamua upande anaotaka kuunga mkono. Wengine wanaweza kusema 2 term, wengine 1 term. Na hapa ndipo Babu anajaribu kugeuza mjadala kutoka kwa nani anamiliki ground kwenda kwa kila upande unaweza kufanya mkutano wa kisiasa bila kuvurugwa. Babu pia alitoa mfano wa ziara zao za maeneo kama Kakamega, Bungoma na Vihiga. Hoja yake ilikuwa rahisi ya kwamba kama wameweza kwenda maeneo ambayo viongozi wake wanaonekana kuwa karibu na Rais William Ruto, kwa nini Homa Bay iwe tofauti? Msikilize mwenyewe. My brother, mimi chenye inanishangaza ni ya kwamba kila mtu ana demokrasia yake. Kuna wale ambao wanapiga 2 term, kuna wale ambao wanapiga 1 term. Uliona Sifuna alienda Kakamega. Pale Kakamega kuna Oparanya ambaye ni waziri, ambaye amepewa waziri katika serikali ya Ruto, au kuona fujo. Sifuna tukaenda Bungoma. Pale Bungoma kulikuwa na speaker ya National Assembly 4th in command na Governor Lusaka, au kuona shida. Tulienda pale Vihiga, au kuona shida. Pale Vihiga kuna prime cabinet secretary ambaye ni Musalia Mudavadi. Kama hao ndio wame benefit more kutoka kwa hii serikali na bado awa attack mtoto wao, mbona sisi tukirudi nyumbani lazima tupigwe? Kwa hivyo nyinyi kama Linda Mwananchi, ni mikakati gani mtaeka ili kumitigate kusikue na vurugu ama kusikue na fujo? Sisi tunaweka hii kwa mikono ya afisa ya mapolisi. Kazi yao kazi yao ni mambo ya usalama. Wanajua vizuri ya kwamba gavana wa Homa Bay pamoja na gavana wa Migori pamoja na MP wa Homa Bay Kaluma wanapanga fujo na wameweka watu wanataka waue watu wao wenyewe. Shida tu ni ya kwamba kitu ya kushangaza Gidi, watu wenye wanaenda kuua pale Homa Bay ni watu wa Homa Bay, ni voters wa Homa Bay, ni voters ambao walivotia governor, ambao walivotia huyo MP, ndio wanataka waue pale. Lakini sisi tutaenda. Kwa hivyo hii tunataka tuone. Hii habari utakuwa na ripoti kwa polisi Sisi wacha nikwambie, hii ni kitu imejulikana kule kote. Mimi hakuna haja ni report kwa polisi, na polisi wako na way ya kupata intelligence yao na wanajua hizi mambo zote. Mbona ni report? Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay kuongelesha watu. Na hawa watu, by the way, our leaders, nataka ni wa challenge wakuje kwa hiyo rally, wakuje kwa hiyo rally wapige 2 term yao, sisi tupige 1 term yetu. Si hiyo ndio rally tamu? Nilikuwa nafikiria tu hivi watume watu mbele na wabaki nyuma. Babu Owino, as a responsible leader, nilikuwa nafikiria kwa sababu kuna information kuhusu hiyo mkutano, umetuambia kulikuwa na mkutano, ungeenda tu report useme niko na information, watu wamekutana na umewataja, na sisi kesho tunaenda mkutano, na hiyo ndio habari, alafu nasonga mbele. Nimeshaongelesha RCIO. RCIO wa Nyanza region. He has the information. Okay. The rest of the information, mimi si kazi yangu ku collect information for the police. Police wa collect information, wakuja to protect kama wataki wa. Na hapa ndio story inakuwa kubwa kuliko Homa Bay, kwa sababu hii sio tu story ya rally moja, ni kuhusu political space. Ni nani anaruhusiwa kuongea, ni nani anaruhusiwa kufanya mkutano, na Kenya inaweza kuingia mwaka 2027 ikiwa kila political camp itaanza kuona upande mwingine kama tishio. Lakini Babu hakusimamia hapo tu, kwa sababu kwa mahojiano hayo alizungumzia kitu ambacho kinaweza kuwashangaza wengi, na ni 2032. Na hakusema ni kuhusu yeye peke yake tu, alisema kuna mazungumzo tayari ndani ya Linda Mwananchi kuhusu viongozi kwenda 1 term. Hii ni muhimu kwa sababu tunapozungumzia kuhusu mwaka 2027, Babu tayari anaangalia zaidi ya mwaka huo. Tazama alichosema mwenyewe. Mimi naenda kuwa governor 1 term. 1 term. 2032. Mimi ile 1 term ndio nataka. 2032 kwenda state house. Hii ni mambo ambayo mimi sijai plan zaidi. Kwa hivyo watakaa pamoja, tukibaki hapo nikiguzia hiyo tu, tukikaa pamoja, watoe mtu mmoja kukuwa rais wa nchi. Huyo mtu pia apige term moja. 2032 wawachie Babu. Kwa hivyo hiyo ndio mipango, hiyo ni mipango ambayo kunapeleka kwa Linda Mwananchi, kwamba atakaambia tumekaa chini kama maviongozi, tukamwambia sisi wote ni viongozi hapa, pigeni 1 term, mimi pia napiga term moja ya governor. Kisha tutafute rais. Mimi mwenyewe nitaenda rais 2032. Hiyo 2027 nimewachana nayo. Kwa hivyo hata Sifuna ushamwambia, anajua.
kwamba ikiwa Sifuna atakuwa mgombeaji anaenda one term. Sasa fikiria hii kwa sekunde moja, mtu anazungumzia mwaka 2027 lakini tayari anaweka mezani mwaka 2032. Hii inatuonyesha kwamba kwa baadhi ya wanasiasa mchezo hauishii kwenye uchaguzi mmoja tu. Na hapa kuna swali ambalo ningependa kulisikia kutoka kwenu. Je, Babu Owino anaweza kuwa presidential factor ifikapo mwaka 2032? Andika 2032 kama unaona hilo linawezekana. Lakini sasa kuna jina lingine ambalo linaingia kwenye equation, Rigathi Gachagua. Babu Owino aliulizwa swali ambalo linaweza kuwa muhimu sana kuelewa political calculations za opposition. Ikiwa Rigathi Gachagua atakuwa presidential candidate, je, Babu Owino atamuunga mkono? Jibu lake lilikuwa ndio, lakini Babu Owino hakutoa jibu la ndio, alieleza pia sababu yake. Na hapa tunaanza kuona picha nyingine, Linda Mwananchi, Gachagua, opposition unity na 2027. Msikilize Babu mwenyewe. Riggy ndio presidential candidate. Wewe utampigia kura na kumpigia campaign? Ndio. Okay. Ndio, mbona nichukie Riggy? By the way, na mbona tuna demonize Riggy every time? Watu wengine wanaanza kudemonize Riggy. Ni nini mbaya amefanya? Riggy ni mtu ambaye yeye pia alikuwa na kampeni ya Ruto. Hiyo wakati hiyo sisi tulikuwa tunamlima huku side yetu ya Azimio. Akaingia kama deputy president, akakuwa impeached. Riggy akatolewa kwenye uongozini. Riggy, kila mtu, the Bible says that kila mtu has fallen short of the glory of the Almighty God. Babu ako na weaknesses zake, Riggy ako na weaknesses zake, Gidi uko na yako, Ghost uko na yako. But hizi weaknesses haziko so serious. Kwani Riggy ndio the cause of unemployment in Kenya? Si yeye. Riggy ndio the cause of taxation in Kenya? Sio yeye. Riggy ndio ameleta SHA? Sio yeye. Riggy ndio ameleta hii maneno ya housing levy, ya kukata tax ya watu? Sio yeye. Riggy ndiye ameleta high cost of living? Sio yeye. So hii maneno ya kudemonize Riggy should neither be here nor there. Sasa hapa ndio story inakuwa ya kuvutia zaidi, kwa sababu kama Babu Owino yuko tayari kusema hadharani kwamba anaweza kumuunga mkono Rigathi Gachagua ikiwa Gachagua ndio atakuwa presidential candidate, basi swali linalofuata ni je, opposition inaweza kweli kuja pamoja chini ya candidate mmoja? Hilo bado ni swali na hakuna anayepaswa kuchukulia kama deal imefungwa. Lakini kauli kama hii ndio inafanya Wakenya waanze kuangalia alliances za mwaka 2027 kwa macho tofauti. Lakini sasa hapa ndipo tunageuza upande wa story, kwa sababu wakati Babu Owino akizungumzia usalama wa mikutano, democracy, one term, politics, Gachagua na 2032, Oscar Sudi anakuja na ujumbe tofauti kabisa. Oscar Sudi anasema opposition inaweza kuwa inafanya rallies na political mobilization sasa hivi, lakini kwa upande wao kama serikali kampeni bado hazijaanza, na anamwambia Gachagua pamoja na opposition team wajiandae, kwa sababu kwa mujibu wa Sudi wao wataanza kampeni zao mwaka ujao. Hebu msikilize mwenyewe. Ndio na tukwambia wewe Riggy na timu yako mjipange, mkutane na sisi. Hatujaanza siasa sisi. Wacha sisi tufanye kazi baada ya Christmas. Kuanzia tarehe 2 next year ndio utajua ujui. Mtakimbia. Mshikane kwanza, hebu kwanza mpangane, mseme nani atakuwa rais, nani atakuwa naibu, nani atakuwa nini. Kwanza mkorogane hapo, mkubaliane kwanza, waache kutuongelesha maneno mingi matope kila siku. Ukiamuka hauna agenda. Agenda yako kijana ya William ana sijui amekuja kwa matatu. Sijui Sudi amefanya nini. Sijui Kasongo. Sijui wewe mtu mshenzi. Hii Kenya ni ya Wakenya wote. Hii Kenya sio Kenya ya watu ya kona fulani. Na msoe mapema. Lazima kazi ifanyike katika taifa, pembe zote ya mwananchi ya Kenya mwenye yako. Hiyo mambo ya samani itakoma. Tasua hiyo ndio kasumbu uko naye kwa kichwa, ukikaa tu unataka kutenga watu wa mlima, watu wa mlima. Hii watu wa mlima wako across. Ile ujinga ilifanyika hata ni watu wa mlima wakatoka hapa Kesesi na kuingine hapa ni wajinga kama wewe, ulileta hasara. Watu walikuwa wanafanya biashara kila mahali. Watu wa mlima wako kila mahali katika taifa la Kenya. Na ndio nataka tuambie nyinyi watu wa mlima, naye mkufuata hiyo mjinga inamaanisha hata nyinyi pia mtakuwa na kasoro. Kufuata mtu mkebe, mtu mjinga. Mtu kila siku anaongea
Sasa tuweke hizi kauli mbili mezani. Upande mmoja Babu Owino anasema tunafanya political mobilization, tunaenda Homa Bay, tunaangalia 2027, tunaongea kuhusu alliances na hata 2032, lakini tunadai kuna watu wanaweza kutaka kuvuruga rali yetu. Upande mwingine Oscar Sudi naye anasema relax, hatujaanza campaign, opposition ijiandae kwanza, sisi tunaanza mwaka ujao. Na hapo ndipo swali la Mizuka Media linapoanzia. Kama kampeni bado hazijaanza, kwa nini joto la kisiasa liko juu hivi? Je, hii ni kawaida ya siasa za Kenya au wanasiasa wameanza groundwork huku wakitumia neno campaign kwa maana tofauti? Kwa sababu kuna tofauti kati ya kusema hatujaanza kampeni rasmi na kusema hatujaanza political mobilization, na hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.